nashuhudia ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, maana katika yeye ndiyo kumetimilika utimilifu wote wa Mungu. Ama baada ya hayo, mimi kwa majina ni Ahmed Hassan. Hiyo ndiyo jina niliyopewa na baba na mama. Mimi nimezaliwa nikiwa Muislamu kwa baba na mama. Nimesoma Uislamu kiasi cha kutosha. Nimesoma katika nchi ya Sudan, mahali panapoitwa Khartoum. Katika njia ya kwenda Misri kuna madrasa ambayo inaitwa Umul Qura katika mji unaoitwa Baladul Mansur. Hapo ndipo nimesoma na nikasoma, ama kitu nilichosomea ni kitu ambacho kinaitwa kulliyatul hadithi, ama kufahamu hadithi, na hapo nikapata degree yangu. Na nilijua ya kwamba Uislamu pekee ndiyo dini ya kweli, lakini nikagundua ya kwamba unaweza zaa mtoto na ukadanganya mtoto ya kwamba kuku inataga kikombe, na huyu mtoto akakomaa ya kwamba kuku inataga kikombe, lakini mtoto anapofika katika umri wa kuwa na akili, akienda shule anakutana na wengine fundisho, mwalimu anamwambia kuku inataga yai. Hapo mtoto anaanza bishana na mwalimu ya kwamba wewe uliniambia kuku inataga kikombe, mwalimu ananiambia kuku inataga yai. Ni kweli ya kwamba mwalimu ndiye alipatia. Na ndiyo katika Uislamu, nilipokuwa Muislamu nilijua Wakristo wanapotea, lakini sikuwa najua kwa nini Wakristo wanapotea. Maana Muislamu anasema katika Qur'ani, waman yabta ghaira al-islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakaye tafuta dini isiyokuwa ya Uislamu basi atahukumiwa na akhera atakuwa miongoni mwa waliopotea. Lakini kauli hii ni debe ambayo Muhammad anapigia dini yake. Nikakuja nikawa mkubwa katika umri wangu huu, maana huyu ni mwaka wa 4 ninaenda nikiwa Mkristo. Nilipokuja kufika katika mji wa Nairobi, nilikutana mikutano kama hii inaendelea, na mada ilikuwa, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Na hapo na mimi nikasema acha niende sikiliza. Siku ya kwanza nikaandika, maana duniani watu wenye akili ni 3 tu, hakuna mtu wa 4. Mtu wa kwanza ni yule ambaye anajua na yeye mwenyewe anajua kuwa anajua. Huyo ni mtu wa kufuata akufundishe. Mtu wa pili ni yule ambaye anajua na yeye hajijui kuwa anajua. Huyo ni mtu wa kukumbusha ya kwamba unajua na unamsogelea ili unyonye elimu ambaye iko kwake. Mtu wa tatu ni yule ambaye hajui na mwenyewe anajua hajui, lakini anataka ajue. Huyo ni mtu wa kufundisha. Lakini mtu wa 4, huyu ni mtu hatari. Yeye hajui na yeye mwenyewe hajijui kuwa hajui na anajifanya anajua. Huyu ni mtu wa kuepuka. Sasa mimi nilikuwa katika kundi ya huyu mtu wa 4, maana nilijua kuwa Uislamu ndiyo dini ya kweli na nikataka niitetee. Kumbe kutetea Uislamu ni kama kupata ajali na kufa. Maana hakuna njia yoyote ambayo unaweza tetea na kusema Uislamu ni dini ya kweli isipokuwa utatumia tu Qur'ani peke yake. Maana hata historia haikubaliani na fundisho ambalo Waislamu wanafundisha. Nikasikiliza hiyo somo. Baada ya kusikiliza, nikakuja nikamuuliza mwalimu huyu Francis ambaye niko naye hapa. Nikamuuliza, ili mtu awe Mkristo analipa pesa ngapi? Akaniambia kuwa Mkristo haulipi chochote, lakini ni kuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuamini kuwa Mungu alimfufua katika wafu, wewe utaokoka. Nikamwambia ni hayo tu. Nikamwambia mimi niko tayari, lakini usisahau sheria ya Uislamu inasema man badala dinahu faqtuluhu. Atakaye change dini yake mfanyeni nini?
uweni. Sasa nikajiuliza, baba Muislamu, mama Muislamu, mjomba Muislamu, shangazi Muislamu, nikiwa Mkristo sheria inaruhusu nifanye nini? Nichinjwe. Lakini nikakumbuka ya kwamba uzima wa milele si wa baba na mtoto, ni wa mtu binafsi kuamua. Nikasema ikiwa baba yangu atanichinja kwa ajili ya Yesu, basi niko tayari. Baba yangu mzazi alikuwa mtu wa kwanza kunipigia, akaniambia niko tayari kuuza mali yangu nibaki maskini, lakini atakaye kuleta ukiwa hai ama umekufa nitampea zawadi. Mimi nikamwambia baba yangu, na kuheshimu na kukupenda kama baba yangu, lakini tunapofika kwa jambo la imani, mimi na wewe ni maadui. Kibinadamu wewe ni mzazi, kiimani ni maadui. Siko tayari kubadilisha dini. Ikiwa utaniua, utaniua tu. Lakini mwaka wa 2017 kuna Muislamu fulani ambaye anaitwa Yahya. Hii siwezi kosa isema. Huyu Muislamu ambaye anaitwa Yahya alikuwa huko Nairobi, akanipigia simu akaniambia ninataka tukutane na wewe. Nikamwambia mimi sina shida. Akaniambia tutajadili. Na aliponiambia hivyo, huyu Yahya akaniambia ya kwamba ninataka urudi katika Uislamu. Nikamwambia mimi sina shida kurudi katika Uislamu, maana nimeingia katika Ukristo kihoja na niko tayari kutoka katika imani ya Kikristo kwa hoja. Akaniambia nitakupea pesa taslimu, pesa shilingi 300,000. Nikamwambia ni sawa, lakini akaniambia wewe useme ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Lakini katika hiyo wakati nilikuwa bado mchanga katika imani, sikuwa najua nini ambayo ninaamini. Kumbe wakati ninazungumza na yeye alikuwa na rekodi, akafanya mambo yake ambayo alifanya, kisha akarusha hiyo video kwa mtandao, akasema huyu kijana amerudi kwa Uislamu. Hiyo nikampigia jioni simu, nikamwambia sikiliza Yahya, mimi ni Mkristo na nitakufa nikiwa Mkristo. Siwezi rudi katika Uislamu hata kama itanigharimu maisha. Lakini kwa maana Mungu ni mwema, na huyo jamaa alikuwa amezoea kazi ya kutapeli, alienda katapeli Waarabu pesa hadi wakamweka kwa magazeti. Saa hizi haezi hubiri tena. Lakini nini ambalo nilitafuta sema, Mkristo unayenisikiliza, kuwa Mkristo si kwa bahati mbaya, lakini kuwa Mkristo ni kuwa tayari kutoa hata maisha yako kwa ajili ya Kristo. Mimi kama mimi, hata ukiniambia ya kwamba Paulo ama Ahmadi tutakuua ili uache Kristo, wallahi wabillahi watallahi niko tayari kukatwa kichwa, lakini siko tayari kumuacha Kristo. Maana Biblia inasema katika Warumi 8:35 inasema ni nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa, ni dhiki, ni uchi, ni upanga au ni hatari? Hakuna kitu ambacho kinaweza nifanya nisimhubiri Kristo. Ikiwa utanitishia kuuawa, najua hata nikifa ufufuo wa kwanza ni wangu. Usibabaishwe na mtu, shikilia imani katika Yesu Kristo, maana imani hii ndiyo imani ya kweli. Zengine imani zote ni imani za uongo, zengine imani zote ni duka za watu, isipokuwa Yesu peke yake ndiye anakupea uzima wa milele. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakupea neno moja ambao utakumbuka maisha yako yote. Afadhali upoteze kila kitu, upoteze masomo, upoteze mali, upoteze familia, lakini usikubali kumpoteza Kristo maishani. Maana ukipoteza Kristo utapotea duniani na utapotea akhera. Utakosa duniani na utakosa akhera. Afadhali ukose duniani, lakini mbinguni ufufuliwe pamoja na Kristo na upewe uzima wa milele. Nilikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini maana hii ni jukwaa za mjadala, ninaachia hapa.